Tangu kuasisiwa kwake tarehe 5 Februari ya mwaka 1977 kwa muungano wa 5 na ASP, Chama cha Mapinduzi kimejidhihirisha kuwa ni chama kinachoongoza kwa uwezo wa kutoa dira ya maendeleo, kulinda amani na mshikamano wa taifa na kutambua kikamilifu nafasi ya vijana katika ujenzi wa taifa. Kwa mujibu wa katiba ya CCM, chama kinaelekeza kuwa moja ya malengo yake makuu ni kukuza na kudumisha mshikamano wa kitaifa kwa njia ya demokrasia na usawa bila jinsia wala kabila. Katika misingi hii, CCM imekuwa ikiwapa vijana nafasi ya kushiriki, kuongoza na kunufaika moja kwa moja na utekelezaji wa sera na ilani ya uchaguzi. Vijana hawajabaki nyuma, hawajabaki kwa watazamaji tu, bali wamekuwa nguzo muhimu ya siasa, maendeleo na mageuzi ya kijamii kwa maendeleo endelevu ya taifa letu. Historia ya CCM inaelekeza namna vijana walivyojenga uongozi wa taifa. Katika historia ya harakati za kisiasa nchini, vijana wamekuwa mstari wa mbele, tukianza na Mwalimu Nyerere mwenyewe. Huyu alishiriki kuanzishwa 5 akiwa na umri wa miaka 32. Mzee Rashid Mfaume Kawawa akiwa na miaka 28, na uhuru wa Tanganyika ukapatikana mnamo mwaka 1961, huku Mwalimu Nyerere akiwa na miaka 37 tu. Hii ni ishara tosha kuwa msingi wa mapambano ya uhuru na maendeleo ya taifa ulijengwa na vijana. CCM imerithi urithi huu wa dhati na kuendeleza mtazamo huo kwa vitendo, na tunaona kwa macho yetu kuwa CCM ni chama kinachowapa fursa kubwa vijana na kinatambua mchango wa vijana. Kwa mfano, kupitia umoja wa vijana wa CCM, yani UVCCM, chama kimekuwa chombo maalum kwa ajili ya kuandaa vijana kitaaluma, kiitikadi na kiuongozi. Katiba ya CCM imetambua jumuiya ya UVCCM kama mojawapo ya mihimili mitatu ya chama katika kukuza uongozi na ushiriki wa makundi maalum. Ilani ya CCM ya mwaka 2020, 2025 na 2025-2030 inabaki kwa ushahidi tosha wa kujali vijana kwa vitendo. Katika ilani ya uchaguzi mkuu ya mwaka 2020, 2025 na ile ya mwaka 2025, 2030, CCM imeweka bayana mikakati thabiti ya kuwawezesha vijana. Baadhi ya hatua zilizotekelezwa na serikali ya CCM chini ya uongozi wa Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan ni pamoja na ajira kwa vijana. Hapa katika ajira tunazungumzia ajira milioni 884,203 zilitengenezwa kati ya mwaka 2020 hadi 2024, ambapo zaidi ya ajira milioni 7 ni ajira zisizo rasmi. Katika ilani ya mwaka 2025, 2030, CCM inalenga kuongeza kasi ya ajira kwa wastani wa 7% ya ukuaji wa uchumi kwa mwaka. Katika habari ya mikopo kwa vijana, kupitia mapato ya halmashauri, takriban shilingi bilioni 96.3 zilitolewa kwa vijana zaidi ya 8242 kati ya mwaka 2020 hadi 2024. Hii ni pamoja na mikopo yenye masharti nafuu kabisa kupitia mfuko wa maendeleo ya vijana. Katika elimu na mikopo ya elimu ya juu, hapa idadi ya wanafunzi walionufaika na mikopo iliongezeka kutoka 142,170 kwa mwaka 2020 hadi 245,799 kwa mwaka 2024. Kwa wanafunzi wa stashahada 9,959 hawa walipata mikopo katika fani zenye kipaumbele.